leo ni mwanzo. Kwa hivyo tutawapongeza wachache wetu kwa uwakilishi, na naamini tukio hili litakaporudia tena mwakani, basi tutakuwa pengine na wenye kupewa tuzo wengi zaidi, na pengine wale waliopewa tuzo mwaka huu watataka na mwakani wapewe tena. Kwa hiyo naamini na wao wataendelea kutia bidii. Lakini na shule zilizofanya vizuri tutakazozipa pia naamini kwamba zitaendelea kutia bidii, na zile ambazo mwaka huu hazitakuwepo kwenye hiyo orodha zitaendelea kufanya hivyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nafahamu viongozi mlioko hapa mko wengi, ukiacha walimu ambao hili ni tukio mahususi kwa ajili yao, lakini kwa sababu ya muda mniwie radhi, siwezi kuwatambua wote, lakini ninawashukuru wote kwa kuja. Asanteni sana. Ndugu mgeni rasmi, tulipata kukudokeza huko nyuma, lakini tunashukuru leo umepata fursa ya kufika hapa. Lengo letu kubwa ni kwa ajili ya kutia motisha kwa walimu, shule na wanafunzi, ili tuweze kuinua viwango vya elimu na viwango vya ufaulu, kwa sababu katika hali ya kawaida, ili tuweze kufanya vizuri na kujipima kwamba tumefanya vizuri, ni lazima ufaulu uongezeke kutoka ngazi moja kwenda nyingine. Kama viwango vya ufaulu haviongezeki, maana yake hatuna jambo jipya tunalolifanya, aidha tuko pale pale ama tunashuka. Na sisi jiji la Mbeya tunatamani kwamba tusonge mbele kwenye viwango vya elimu. Na jambo hili tunalolifanya leo naamini litaamsha ari yetu sisi walimu, lakini pia ari kwa wanafunzi walioko mashuleni, na pia kwa shule ambazo leo zitapewa tuzo na zisizopewa, kwa sababu leo, ndugu mgeni rasmi, wamealikwa walimu wote wa shule za msingi na pia shule za sekondari, kwa maana kwamba wako hapa walimu wanaotoka shule zilizofanya vizuri zaidi, lakini pia wako hapa walimu wanaotoka shule ambazo hazikufanya vizuri. Naamini kwamba tukio hili, kwa sababu limetukutanisha sote pamoja, tutapata fursa ya kujifunza kutoka kwa wenzetu waliofanya vizuri na kuangalia namna ya kufanya huko mashuleni kwetu, ili na sisi shule zetu zifanye vizuri, na mwisho wa haya wanafunzi wetu, watoto wetu wafanye vizuri, kwa sababu tunawategemea sana katika taifa hili, na hasa kipindi hiki ambacho tunataraji nchi yetu kwenda kwenye uchumi wa kati, lakini pia kwenda kwenye kuwa nchi ya viwanda. Hatuwezi kufika huko kama watoto wetu watakuwa hawasomi vizuri, hawafaulu shule, kwa sababu nchi hii ni lazima tuiendeleze sisi wa Tanzania wenyewe. Hakuna mgeni mwingine atakayekuja kutusaidia. Na hata hapa Mbeya jiji, elimu ni lazima sisi walimu na wanafunzi wetu na wazazi wote tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kusonga mbele. Hakuna mgeni mwingine kutoka mahali pengine atakayekuja kuwa na uchungu sana kwenye elimu yetu hapa Mbeya jiji zaidi ya sisi wenyewe. Ndugu zangu, Tulia Trust leo imefanya tukio hili kwa kushirikiana na viongozi wa chama cha walimu, lakini pamoja na hili tukio, hili ni mojawapo ya mambo ambayo Tulia Trust inayafanya kwenye sekta ya elimu. Kwenye elimu, Tulia Trust inafanya kazi ya kuboresha miundombinu, kwa maana ya kwamba tunashirikiana na wananchi katika kujenga mahali pengine, lakini pengine ni kukarabati. Na leo tutazungumza tu masuala ya elimu. Amezungumza chifu wetu Lyoto kuhusu walivyotembelewa na Tulia Trust kwenye kata ya Mwasekwa, kwa maana ya kwamba ile ni mojawapo ya kata tulizokwenda, lakini huwa tunaenda kwenye kata nyingi. Na niseme wazi, maombi yako mengi, lakini uwezo wetu ni mdogo. Ila jambo moja tu la hakika ni kwamba tutawafikia. Itachukua muda, lakini tutawafikia. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ajili ya kuokoa muda na kuzingatia kwamba miili yetu inahitaji mambo mazuri na walimu tumeshafanya kazi kuanzia asubuhi, nitafupisha kwa sababu tukija huko kwenye kata, kwenye hayo mashule, tunapata nafasi ya kuzungumza mengi zaidi. Lakini walimu mfahamu tu,
tuko pamoja nanyi na tutafanya kazi pamoja nanyi. Tunatamani mfanye kazi katika mazingira mazuri ili watoto wetu wafanye vizuri, kwa sababu sisi kama wazazi tunapowaleta watoto kwenu tunawaamini ninyi kwamba hawa watoto wetu wako mikono salama. Kwa hiyo tunaamini kwamba mazingira yakiwa mazuri, ikiwa ni pamoja na swala la madaraja, basi mambo yataenda vizuri. Kwa siku ya leo amezungumza ndugu yetu kutoka UCSAF hapa, ambao ndio wametupatia kompyuta hizi 50 zenye thamani ya shilingi milioni 100. Zitagawiwa kwenye shule 10 ambazo mkuu wa mkoa, mgeni wetu rasmi, atapata fursa ya kuzigawa. Lakini shule hizi 10 zitakazopata hizi kompyuta, pia walimu 3 kutoka kwenye kila hiyo shule. Naamini kwa hiyo roga niliyoiona hapa, pengine shule ya sekondari Lioto inaye tayari mwalimu ambaye amekwisha kujifunza. Kwa pengine shule hii wataenda kujifunza wachache. Lakini shule zitakazopata kompyuta siku ya leo, ndugu mgeni rasmi, ni Yumba Technical Secondary ambayo itapata kompyuta 5. Uyole Secondary watapata kompyuta 5. Lioto Secondary watapata kompyuta 5. Na nadhani chifu mwenye jina la Lioto yuko hapa. Ilomba Secondary watapata kompyuta 5. Mwakibete Secondary watapata kompyuta 5. Mponja Secondary watapata kompyuta 5. Nzonda Haki Secondary watapata kompyuta 5. Samora Machel Secondary watapata kompyuta 5. Mbeya Secondary watapata kompyuta 5. Na Iganzo Secondary watapata kompyuta 5. Ndugu mgeni rasmi, shule nyingine wanaweza kuwa najiuliza kwa nini hizi 10. Naomba tusijiulize kwa nini hizi 10, lakini la msingi ni kwamba ndio tumeanza. Kwa hiyo zitaendelea kuja na zote shule naamini tutazifikia. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kompyuta ziko hapa na shule zilizo tayari kwa ajili ya kubeba watakabidhiwa hapa waondoke nazo. Na pengine kwa ajili ya kuweka tu kumbukumbu vizuri, tuliwasiliana na upande wa jiji, tulishirikiana nao katika kuona shule zipi ndio tuanze nazo. Kwa hiyo hatukufanya wenyewe, ni utaratibu shirikishi kabisa. Walimu wangu msipate shaka kabisa, viongozi wa jiji wako hapa. Na hizi shule tumeanza nazo ambazo zina mahali tayari wanapoweza kuweka hizi kompyuta na miundombinu iko vizuri, na tunaendelea kuboresha na shule nyingine ili na zenyewe kompyuta zao zitakapokuja basi wawe na mazingira ya kuweza kuzipokea na kuzifanyia kazi. Na kwa taarifa niliyotoa hapa, walimu 30 ama pungufu kidogo ya hapo wataenda kufundishwa ili waweze kufanya vizuri kwenye hayo maeneo wanaposhughulika na hizi kompyuta kwenye mashule yao. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na shughuli ya kuboresha miundombinu, tumetaja kompyuta hapa, lakini Tulia Trust pia huwa inatafuta wadau kwa ajili ya kutusaidia kwenye eneo la vitabu. Na mwaka uliopita tuliweza kugawa vitabu shule zote za Mbeya jiji pamoja na Mbeya DC. Naamini walimu hapa mtakuwa ni mashahidi kwamba vitabu viliwafikia, si ndio walimu? Asanteni sana. Ndugu mgeni rasmi, wakati akizungumza mwenyekiti wa walimu amezungumza kuhusu michezo na uhitaji wa walimu kukutana pamoja kwenye hili eneo. Mimi niseme sisi tuko tayari kufanya hilo zoezi, lakini mtusaidie kwa upande wa chama cha walimu kuweka utaratibu mzuri, tujue tutawapataje hao walimu. Kama itakuwa ni kwenye kata, mtatushauri, sisi tutajiandaa kwa upande wa vifaa kwa ajili ya michezo na uratibu wenzetu wa jiji watatusaidia. Kwa hiyo sisi tutaleta vifaa, lakini mtueleze kwamba timu zitakuwa ngapi, kama ni kwa kata ama tarafa, sijajua tutajipanga vipi. Lakini mkisha tujulisha, sisi tutakuwa tayari kushirikiana na yeye kwa upande wa vifaa vya michezo, lakini pia zawadi za timu zitakazoshinda siku ya fainali.
Mheshimiwa mgeni rasmi, imezungumzwa pia changamoto hapa. Amezungumza mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Mbeya Sheikh Mwansasu kuhusu madaraja kuendelea kupanda ya walimu, na mimi niseme hili zoezi kwa sababu tulikwisha kulianza, tutaendelea kujaribu kufuatilia ili sisi tuendelee kukumbukwa katika hili zoezi zima. Lakini nafahamu wazi ni mpango wa serikali kuhakikisha walimu wote ambao wana madaraja ambayo yamechukua muda mrefu wapande madaraja na walipwe stahiki zao. Kwa sisi jiji la Mbeya ni sehemu ya hao ambao wanalipwa hizo stahiki, na sisi tutaendelea kusukuma hilo gurudumu ili walimu wa Mbeya jiji wakumbukwe na viwango vya elimu vikue. Ndugu mgeni rasmi, kabla sijatoa shukrani zangu kwa wadau ambao wametuchangia kwenye hili zoezi zima, nilete kwako ombi moja. Leo tunawapongeza hapa walimu, wanafunzi na shule zilizofanya vizuri kwa upande wa Mbeya jiji. Lakini tunafahamu wewe ni kiongozi wa mkoa wa Mbeya, na sisi kama Tulia Trust tungependa zoezi hili lifanyike kila wilaya, lakini uwezo wetu kidogo umepelea. Sasa tulikuwa tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kwamba hatuwezi kwenda kwenye kila wilaya kufanya zoezi kama hili, lakini basi pengine hapo baadaye tuangalie namna ya kufanya zoezi dogo kidogo kuliko hili la kupongeza shule zilizofanya vizuri kimkoa, wanafunzi waliofanya vizuri kimkoa, na pia walimu waliofanya vizuri kimkoa. Naamini Mheshimiwa mgeni rasmi hili liko ndani ya uwezo wako, na sisi kama Tulia Trust vijana wako wengi hapa wanaweza akasaidia mambo ya kupanga hivi. Asante sana. Naona ameitika kwa kichwa, kwa hiyo amekubali. Mpigieni makofi mgeni rasmi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kutoa shukrani nyingi sana kwa wenzetu wa PEPS. Sijui kama wako humu ndani, lakini tumeona mambo yao kule nje, na nadhani tutawakuta zaidi tutakapoenda kwenye meza ya chakula. Tunawashukuru sana kwa msaada wa vinywaji ambavyo wametuletea. Niwashukuru sana tena watu wa CRDB kwa mchango wao walioutoa. Nimshukuru pia kaka yangu na ndugu yangu Given Ngailo Tugimbe kwa mchango aliyoutoa. Niwashukuru Mbeya Rice, nadhani wako hapa, wao wapunge mikono. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu. Tunawashukuru pia NHIF, na vijana wa Tulia Trust wanaweza kuwa nje na wenyewe wametoa mchango wao. Tunawashukuru sana. Lakini pia tunawashukuru marafiki za kwangu mimi. Sasa unajua huwa sio kazi rahisi kujisemea mwenyewe, isipokuwa kutaja jina langu la Mbozi ndio kazi rahisi zaidi. Ninawashukuru sana marafiki zangu kwa kazi nzuri mliofanya ya kusimamia zoezi zima huko nje, na marafiki zangu ambao wamevaa matisheti mekundu Power Group, asanteni sana kwa huduma yenu. Nimalizie kwa kuwashukuru Raphael Group, tunawashukuru sana. Zaidi ya haya, tunawashukuru wote, kila mtu kwa nafasi yake kwa kuja. Waswahili wanasema shughuli ni watu, maana yake kama watu hakuna ndio shughuli hakuna. Tunawashukuru sana walimu kwa kuja kwa wingi, lakini viongozi wote mlioweza kufika hapa, asanteni sana kwa kuja. Na ndugu mgeni rasmi, nichukue sasa fursa hii, wakati ukija hapa mbele kwa namna ya kipekee kabisa, wewe unakuja